mtazamaji wa Mlimani TV, chuo kikuu cha Dar es Salaam, bila shaka umzima na buheri wa afya popote pale ulipo ukiendelea kuitazama Mlimani TV. Karibu katika Jahara. Leo tunazungumzia umuhimu wa umiliki wa ardhi. Ni zipi faida za wewe kuweza kumiliki ardhi? Na kwa pekee kabisa tupo na ni wadau kutoka mradi wa Buyuni City Properties Limited, ambao kwa pamoja tunakwenda kuzungumzia faida za wewe mwananchi kuweza kumiliki ardhi. Nipo na Shumbusho Kaijenante, yeye ni meneja wa mradi wa Buyuni City Properties Limited, lakini baadaye panapo majaliwa tunategemea kuungana na Evans Gold ambaye yeye ni mwanzilishi na CEO wa mradi huu wa Buyuni, ambao atakwenda kutueleza ni mradi ambao uko maeneo gani na unajihusisha na mambo gani na ni kwa namna gani ambavyo mtazamaji unaweza ukanufaika na mradi huu. Lakini pia kumbuka kwamba unafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia Mlimani Radio ya chuo kikuu cha Dar es Salaam katika masafa ya FM 106.5. Mimi ni Damian Mnyekwa, nikusii tuende pamoja mwanzo hadi tamati. Moja kwa moja nije kwako Shumbusho Kaijenante. Kwanza nikukaribishe katika studio za Mlimani TV. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Naam. Mtu ambaye anatutazama hivi sasa na pengine ni kwa mara yake ya kwanza kusikia mradi wa Buyuni City Properties Limited, anaelewa, anatakiwa kuelewa kwamba ni kitu gani? Mradi wa Buyuni City ni mradi wa kipekee kwanza kwa kutokea Tanzania. Ni mradi ambao unafanana na mradi mingine kwa mwanzoni, lakini unatofauti na mradi mingine mwishoni. Kwa mfano, watu wengi wengi makampuni ambao yanafanya kazi kama za kwetu wanakuwa wanatafuta maeneo, wanakata viwanja za kienyeji au kwa kufuata mpango miji, then wanauzia wananchi. Waweza kachonga tu kwa grade 1 2 na kuuzia wananchi. Sasa Buyuni City mradi na Buyuni City Properties Limited kama kampuni tumoja kitu tofauti kidogo. Tumechukua ardhi, tumeiendeleza sisi wenyewe kwa maana ya kuteza barabara, kuweka taa za barabarani, kuweka maji kila kiwanja, kisha kupima ile eneo na kuuza. Kwa unamuzia mtu kitu ambacho kishaendelezwa, sio aje kueleza yeye mwenyewe. Kisha lazima akatashika kisikia umetaja taa, umetaja barabara, lazima kesi kwamba ni bei kubwa sana. Inakuaje? Kwanza kabisa mradi kwanza huu wa Buyuni City, labda niseme kidogo. Kwanza uko karibu na bahari. Yaani ni eneo ambalo liko kama liko Kigamboni, karibu na bahari. Moja inampa fursa mtu kumiliki eneo karibu na bahari, mtu wa kawaida, sababu mahali tunajua pwani fukwe nyingi zimekuwa na matajiri. Lakini sasa ni wakati kwa Tanzania kumiliki karibu na bahari. Kadri unavyokuwa na nguvu yako, kiwanja kimoja, viwili, vitatu au square meter ndogo au kubwa hiyo. Kuja kwenye bei, ukiangalia pia mradi wetu pia tumeangalia sana maisha ya Tanzania wengi. Sisi kwetu tunauza square meter moja ni shilingi 12,000. Moja 12,000. Ndio. Kwa hiyo inategemea inahitaji kiasi gani. Na viwanja vyetu vilianzia square meter 400. Square meter 400 na maanisha kwamba ni 20 kwa 20. Maana maji tupata tumezoea kwenye kununua ardhi. Ni 20 kwa 20 maji wa ardhi. Lakini tunasema 20 kwa 20 kienyeji, lakini ni mita 20 kwa mita 20 ambazo kwenye mpango miji unakuta kwa vya ukubwa huo 20 kwa 21, 20 kwa 20 na mpaka viwanja vyenye ukubwa wa square meter 5,000. Kwa hiyo mwananchi anakuwa huru kutokana na nguvu yake alionayo. Anataka kama mfano kiwanja cha 20 kwa 20 ni shilingi 4,800,000. 4,800,000. Baki anachukua ile 400 alisha 12,000. Ni pesa ambayo kwa mwananchi wa Dar es Salaam anaweza kuimudu kwa hakika. Kabisa. Na niseme tu ulichokiongea ni kwamba watu wamegombea sana viwanja hivyo vya square meter 400 mpaka 500 milioni 4 hivyo nisidanganye, mpaka sasa hivi vimekwisha. Naam. Sasa hivi tuanza kutoa 600 kuelekea mpaka 1,000 navyo vinagombewa. Lakini kama 400 imesha, basi wewe nenda kajipange. Na usema swali lako, umeona bei itakuwa jana nini? Imetufanya
tuboreshe kidogo kwenye bei zetu. Mwanzo tulikuwa tunapokea cash. Jamaa anataka cha 20 kwa 20 analipa hela yote. Lakini sasa hivi tuseme kwamba hitaji imekuwa kubwa na vitu vidogo vimeisha hivyo, basi tupe upendeleo kidogo, hata mode of payment tumeibadilisha. Naam. Kwa sasa hivi mnafanyaje? Ya tunachofanya sasa hivi ni kwamba ukija ofisini kwetu ukachagua kiwanja, tutakupeleka site ambayo na ofisini ni la Amani. Twende site ukaone eneo, unataka sehemu gani. Ukivutiwa basi unakuja ofisini, tunaongea kusikie, lakini kikomo chetu ni siku 90. Maana ndani ya siku 90 umeweza kulipa deni. Utaanza na asilimia 50 ambayo ni nusu ya gharama ya kiwanja, alafu utalipa robo na robo hiyo utamalizia ndani ya siku 90 ile. Hivyo. Kwa hiyo mfano umechukua cha square meter 600. Square meter 600 ni 20 kwa 30. 20 kwa 30 maana yake ni milioni 7 na laki 2. Kwa hiyo kwa hesabu zetu ambazo tumemkadiria Mtanzania alivyo, basi atulipe kwanza nusu ambayo itakuwa ni milioni 3 na laki 6. Ambayo baada ya hapo tutamwandikia mkataba wa kisheria, tutamwandikia sheria yetu, akaja na mwanasheria yake, tunaandaa mkataba kwamba ingia talipaje. Anatuelezea kama nusu nyingine imebakia tutalipa kwa pamoja au ni ndani siku 90. Kwa hiyo tutambia 1.8 mimi na gani atalipa lini na yeye mimi anaanza lini na hizo siku 90. Naam. Kuna ambaye anakutazama hivi sasa, mwingine anakusikiliza kupitia Mlimani Radio. Yeye labda alitamani anunue kiwanja kwa ajili ya kufanya ufugaji wa samaki au akafanya kilimo cha bustani. Mradi huu na viwanja hivi ni kwa ajili ya shughuli zipi? Asante. Mradi wetu kama unasema una viwanja zaidi ya 500. 500. Naam. Kwa wale mange tunafahamia kama 500 pale katika zipo pale. Kaya kama 500. Familia kaya. Naam. Lakini unaelewa mtu akisema labda mradi unaweka eka kama 148 ambazo zimepimwa. Hii inapelekea maeneo yote tofauti. Haiwezi kuwa tambale hivyo. Kwa hiyo tofauti. Kwa hiyo viwanja hivyo kaa hitaji lako lenga kupeleka kwa sehemu fulani. Kuna mahali kuna maji yanapita. Kuna fujo samaki yule mtu anateza kama kiota cha samaki. Kambale sisi utafuga. Au utapeleka uje site. Unataka nini? Mimi nataka nyumba gorofa, lakini nyumba iwe sio gorofa, iwe gorofa, utapata. Nataka tambale hivi utapata. Nataka kama bahari utapata. Kwa hiyo viwanja vyetu makazi na biashara, shule, nyumba za ibada, vitu vyote tunavyo. Mahospitali, kuna viwanja vya watoto kuchezea, so open space. Viwanja vya watoto kuchezea ambavyo vinajua kama ni hivyo kwa ajili ya watoto playgrounds there. Lakini pia tuna open space ambazo tunaziacha hivyo, tutazipanda miti au tutazihudumia kwa ajili ya manufaa ya wakazi wa pale. Na tuangazie umuhimu wa kumiliki ardhi kwa sababu kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba Tanzania tuna eneo kubwa sana. Kwa upande wa Afrika Mashariki bila shaka Tanzania ndio nchi ambayo ni kubwa na kuzidi Kenya, Uganda na mataifa mengine haya madogo ya Rwanda na Burundi pamoja na Sudan Kusini. Sasa eneo kubwa la Tanzania ni kwamba bado halijatumika na iko nafasi kubwa kwa kila mwananchi kuweza kunufaika na ardhi hii hasa katika shughuli za makazi pamoja na uchumi. Faida za kumiliki ardhi ni zipi hasa? Washukuru, lakini jambo la kwanza lazima nianze kwa kumiliki ardhi. Kwa aina mbili niseme. Kuna ya kwanza kuna miliki ardhi haijapimwa. Unamiliki. Lakini ni ya kwako ukienda pale yaweza kuwa haitambui kwamba unamiliki. Unamiliki ardhi lakini ulipi kodi yoyote, fanya chochote, lakini unamiliki ardhi. Na ukienda mtaani utasikia mtaa wanakuambia mmiliki pale ni mtu fulani. Lakini kumiliki ardhi iliyokwisha kupimwa, iko mipango miji. Sawa. Mimi labda sasa tuongee kwenye kumiliki ardhi iliyoko mipango miji. Kwa hakika. Faida ya kwanza ni kubwa ambayo unasema mtu anamiliki ardhi kama hiyo, kuwa na hakika na eneo lake. Hata akisafiri miaka 20, 100, anaikana kwamba mimi nikija kesho eneo langu ni hapa kwenye hizi ni pale hapa sogei shoto kulia. Pili, unamiliki ardhi kihalali kwa kupata hatimiliki. Mtu ana hatimiliki.
utalipia kodi, ni kodi ndogo unakuta sio kubwa, ukilipiza mboga kubwa. Kwa hiyo unaenda hati yako inakuwa kwa vitu vingi. Kwanza ni kama una address. Una anwani yani. Moja, pili, unaweza kutumia hati yako vitu vingi. Hata uko mtaani tu umekwama kwa bwana hati yangu hii hapa naomba nipe milioni 2 haraka naomba chap. Mtu anaamini haraka sana kwamba uchomkabidhi ni kitu kizito. Na ile ni mali ambayo hayamishiki. Hayamishiki. Hiyo sio kama kadi ya gari. Ukiwa bwana hii kitu changu hiki hapa naomba kienyeji hapo serikali iruhusu pia, lakini una dhamana ya haraka. Sasa ukienda kwenye taasisi za fedha basi inakuwa una dhamana kubwa zaidi kwamba unaweka yani unameza nyumba yangu, unaweka hii kuingia ubia na mtu. Kwa hiyo kumiliki ardhi kihalali faida ziko nyingi sana. Sasa mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia wewe ambaye unatufuatilia kupitia Mlimani Radio, ni jahara ambako leo tunazungumza juu ya faida na umuhimu wa kumiliki ardhi au viwanja, na nipo na wadau kutoka mradi wa Buyuni City Properties Limited. Kwa sasa ninaye Shumbusho Kaijanante ambaye ni meneja mradi, lakini baadaye panapo majaliwa kama tutafanikiwa tutaungana naye Evans Ngoli ambaye ni mwanzilishi CEO wa mradi huu. Bila shaka nao pia unaweza kuona la kuchangia kwa namba ya simu 0754 35 89 15 au tuambie unazijua faida za umiliki wa ardhi, lakini pia baadaye kipindi hiki utakipata moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa jinsi ambavyo umefanya kazi, pia tuambie kwamba mradi wenu una muda gani tangu muanzishe? Unahisi kwamba Watanzania wana mwamko juu ya umiliki wa ardhi au bado mwamko uko chini? Mwamko uko chini. Nadhani sababu ya uelewa. Tunahitaji kutoa shule sana kuhusu unasema umiliki wa ardhi. Kuishi kwenye ardhi ukisha kupimwa. Kuishi kwenye miji ambayo imekwisha kupimwa, ishaandaliwa, ishatengenezwa. Lakini pia nadhani katoa ushauri kwa serikali kushirikiana na wadau kama sisi vile. Kwa sababu unapokuta mji umeshaendelezwa, sawa unachelewa kujaza watu kupata maendeleo, lakini watu wanakuja kwa kwenye mji ambao ukisha kupimwa, kuna ustaarabu, kuna jinsi ya kulea watoto vizuri. Kuna watu vingi, faida nyingi sana. Unakutana vitu vimepimwa, faya kuingia pale kutatua matatizo na nini. Sasa uelewa kwanza, hii shule itoke nyingi sana. Hata vyombo vya habari naomba nitoe tu wito kwamba mnatakiwa mpate muda wa kutoa nafasi ili watu elimu juu ya umuhimu wa kuishi eneo ambalo limepimwa, ukumiliki eneo likisha kupimwa. Sawa, itasaidia watu kubadilika. Sasa kwenye mradi wa Buyuni City, mradi wetu ukitokea kutoka feri mpaka mradi cha feri pale Kigamboni kutoka upande wa pili wa bahari wa Kigamboni kwenda mpaka kwenye mradi ni kama kilomita 50. Kilomita 50 wastani wa saa moja kwa usafiri binafsi. Lakini uzuri wa Kigamboni mpaka sasa kama ni foleni ni ndogo sana. Hakuna foleni. Usikolesha Morocco na Tegeta. Sasa unaenda tu speed nzuri 80 ngapi unaenda. Kwa hiyo kuna distance ipo, atusikatai ipo. Lakini kuna faida ya kwenda mapema kule. Watu wengi ambao tukiwapeleka kwenye mradi, wakifika kwenye mradi wanabadilika, lakini inabadilika. Anaenda anakuambia mbali, mbona huko mbali, mbona unaweza bali tokea wapi? Unakuta mtu miaka 40 50, unaweza wewe toka kuja Dar es Salaam umekaa sehemu moja kwa miaka yote hiyo. Usipokuwa na mama, unabadilika. Wengi wamehamahama. Wengi wamehamahama. Wewe mbali tokea wapi? Unapokaa sasa hivi unakaa miaka yote huko. Hapana, kisha kwa juu vizuri. Jiwekee sasa hivi baada yako. Akifika mtu kwenye mradi pale anabadilika. Maisha yake yanabadilika. Anaona kumbe inawezekana. Kwa utamji eneo kubwa limepimwa, anatembea kwenye eneo lililokwisha kupimwa, anambia hapa hiki ni kiwanja, hiki sio kiwanja, hiki ni hivi, hiki ni hivi. Anashangaa, anabadilika, ndio anasema namba mimi ndio nilipia. Anaanza mchakato wa lakini ndio maana tunasisitiza sana twende kwenye mradi. Na hii nimeiona kabla hata mradi wetu. Nimeona kwenye miradi ya serikali ya viwanja 2020 ile kuna Buyuni Chanika huko. Kule Chanika ndio. Serikali inamwambia tuaende. Lakini tuaende.
wanaona Chanika mbali, Chanika nje ya mji. Kuna Kibada, Kibada. Serikali imeenda imepimwa, lakini Kibada lakini sasa hivi nenda sasa hivi Anazidi kuchangamka. nenda Mbweni wako na ngazi dini, lakini ndio sasa tutoe shule sana ili watu waende mapema kwenye maeneo na waogope kwenda kasi ambazo za kupimana kwa kushana mawe au kupiga hatua. Ujipe kuna nini? Leo kesho kuna makaburi, kesho kuna shule, kesho mtu anaomba bomolewe. Unaweza kulalamikia serikali, kwa serikali unaionea tu. Kumbe zipo sheria, na kwa mfano moja ambazo Watanzania tuzielewi. Shida ambayo tuko nayo hiyo. Ndio mtu anaenda kujenga bila kufuatia mpango miji inasema nini? Ndio sasa shule hizo kama hizo. Watu wengi sana wanalia, anakuja uvamizi, wanavamia. Lakini mtu analipia hati yake muda mrefu. Wao wanavamia, akienda kulalamika kwa akienda fuata taratibu, nyumba zinabomolewa. Serikali tulipe. Hapana jamani. Tunaionea serikali. Tufuate taratibu. Ndio sasa hivi serikali jitahidi kuelimisha wananchi kupitia TV na radios, vyombo vya habari. Vyombo vya habari kwa ujumla. Lakini na Amerika vyombo vya habari msaidie serikali kutoa hiyo shule tu kwamba hujafanya chochote. Nenda serikalini kaulize hapa kuna nini? Kuna wananchi wale wengi ya sasa ukiangalia wanaogopa kwenda nje ya mji kidogo. Wanahisi kwamba pengine maendeleo ambayo wameyakuta hapa mjini katikati pengine hayatokwenda huko waliko. Unawaambia nini? Kwa sababu ukiangalia wengi wanaamini sehemu sahihi za kuishi Posta, ukienda mbali sana Ubungo, Temeke, Kinondoni, yani nje ya mji wanaona kama ni adhabu. Hawajui kwamba kuna fursa lakini pia kuna wakati wa mbeleni. Unawaambia nini hapa? Mimi ushauri kwanza wanasema usome mji ukakutangulia afu ukaufuata. Kuishi pale utakuwa kugumu na kupata pale utakuwa kugumu kwako. Mji ukukute. Mji ukukute maana yake nini? Narudi kidogo kwamba miliki ardhi pale mji kwenda kukuta. Mji ukija kukuta na utaje thamani ile ardhi inapanda. Walienda Kibada hizo. Sasa hivi wanacheka. Akiwa na shida kubwa kama anauza viwili anauza kimoja. Bei sio ile alonulia. Nenda huko Buyu na Mbweni pia. Mbweni wapi? Walotangulia. So bei ile. Lakini Gamboni pia naona kule kuna miradi mingi ile. Panazidi kuchangamka. Nadhani ukisikiliza sasa hivi kwenye hata kwenye vyombo vya habari unakuta Kigamboni. Kwa hakika. Tabata hamna wapi ta kwingine. Kimara hamna, yani Kigamboni ndio bado kuna watu walibikia maeneo makubwa sasa wanaachia wapipa viwanja wanauza, lakini na yeye muda sio mrefu aenda kujaa. Kwa hiyo sasa aenda kujaa. Sasa kwa nini sasa ndio kumiliki sasa mapema? Ukaje Buni City tunakuza unapata kiwanja kwa bei nafuu karibu na bahari. Tunaamini sababu sasa hivi kwa mfano eneo letu ni kutoka feri mpaka kwenye mradi tunafika mahali katikati barabara lami na inafika mwisho. Lakini sio kufika mwisho kama serikali ya jeni inasubiri watu wawepo. Sasa watu wawepo. Sasa hivi wakandarasi wapo sasa hivi. Takumbe tayari. Unaona kwanza udai lami naenda. Sasa nafikiria kwamba lami ndio imefika. Alafu unaweza kuuliza jamani Buni City na viwanja sizaka vitakuwa. Yaani usiombe mji ukukute. Omba mji ukukute umekaa. Utajiri. Lakini ukienda kutafuta kiwanja kati sema mambo ishapimwa, watu washanunua shaka. Ni changamoto. Kuna mwingine pengine anakutazama, mwingine anakusikiliza pia, hataki kujenga, anataka anzishe mradi pengine shule, hospitali pia, naye ana uwezo wa kupata kiwanja au ndio asubirie kwanza? Hapana, yani moja aje ofisini kwetu tutamosha viwanja. Ofisi zenu ziko wapi? Zipo sehemu ya Kibada. Kituo kinaitwa Shangwe. Jengo inaitwa Shangwe Complex. Shangwe Complex. Na kule Kigamboni. Tuko floor ya chini kabisa. Ukitoka kwenye corridor tunaona mali kutoka Buni City. Tuko pale. Viwanja vya shule, viwanja vya shopping malls, viwanja vya michezo, viwanja vya ibada, hospitali, vyote. Umeme tayari kwa ushafika? Tunashukuru na nashukuru kama unavyoona serikali yetu hivi inajitahidi kuleta mabadiliko. La kwanza sasa hivi unaona kila mali kuna mzo zimelala chini. Na sisi tuliomba wakutotea hapa kwenye mradi na already kuendelea kusambaza kila mtaa. Wani na mwisho kushaje kwenye magari tayari. Tunashukuru TANESCO, tunashukuru sana kwa TANESCO kwenye hilo. Lakini pia kwenye mradi wetu tuna barabara za mitaa, mitaa ambayo ina barabara hizo tusema, lakini na hizo taa za sola hapo usiku zikiwashwa kama mchana. Kwa hiyo
taa zipo za umeme kwa kawaida na umeme wa solar tunatumia kwa ajili ya taa za barabarani kwa ajili ya security. Asante sana. Tupate mapumziko mafupi, mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia wewe ambaye unatusikiliza kupitia Mlimani Radio kwa masafa ya FM 106.5. Tukirejea tunaangazia changamoto ambazo zinawakabili ili kwamba tujue pia tujifunze namna ambavyo tunaweza kukabiliana nazo. Mimi ni Damian Mnyikwa, nikusii usiondoke kando ya TV yako pamoja na radio yako. Na mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia wewe ambaye unatufuatilia kupitia masafa ya FM ya 106.5 Radio Mlimani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tumerejea tena. Mwanzoni nilikuwa na Shumbusho Kajenaite pekee, lakini hivi sasa ninaye Evans Ngol ambaye ni mwanzilishi wa mradi, na tunakwenda kuzungumza naye kukamilisha sehemu hii ya pili ya jahara, tukizungumzia umuhimu na faida za umiliki wa viwanja pamoja na ardhi, hasa kupitia Buyuni City Properties Limited ambao tupo nao studio kwa siku ya leo. Nikukaribishe Evans Ngoli, umekuta tumeendelea kwa kiasi fulani. Karibu sana. Asante sana. Wewe ni mwanzilishi wa mradi wa Buyuni City Properties Limited. Kwanza tufahamu kwa ufupi mradi huu uliuanzisha lini na kwa nini uliamua kuanzisha? Ndoto yako ilikuwa ni nini hasa? Nashukuru. Kwa kifupi ni kwamba tulichokiangalia au nilichokuwa nakiona mimi sana ni changamoto ambazo watu walikuwa wanakutana nazo kwenye swala la makazi, kwa maana ya kwamba watu wengi walikuwa wanauziwa tu viwanja kama viwanja, lakini unakuta anaingia gharama kubwa sana katika kutafuta huduma nyingine ili kusudi kuweza kupafanya eneo hilo kuwa sehemu ambayo inafaa kwa makazi. Kwa hiyo tukaona changamoto hiyo na tukaangalia ni kitu gani sisi hasa tunaweza tukafanya. Huu mradi sio leo wala wajana. Umeanza toka miaka 2010. Kwa wastani zaidi ya miaka 10 tayari. Zaidi ya miaka 10, lakini ulianza kuandaliwa polepole mpaka hapo ulipofika. Kwamba sasa unaweza ukafaa. Kwa hiyo nimekujibu vitu viwili. Kwa hiyo tuliangalia hizo changamoto, ndio maana mradi wetu nadhani meneja wa miradi ameelezea, una vitu vyote, una maji kwenye viwanja vyote zaidi ya 570, una taa za barabarani kwa maana security na kuhakikisha panawaka, kuna umeme tena phase 3, kuna barabara kubwa pana kabisa zinaweza kushana hadi gari 4-5. Kwa hiyo ni mji ndani ya mji. Tulizungumzia faida za umiliki wa viwanja. Napenda pia nayo nikuuliza swali hili kwa mtazamaji na msikilizaji yule ambaye anakusikiliza, apende kufahamu, maana wale wengi tunapenda kukaa mjini huku sema ambako kuna msongamano na nini, mwisho wa siku ndio unakuja kushtuka, unakumbuka shuka tayari asubuhi imekaribia. Unawahamasisha vipi watu wawe na tabia ya kununua viwanja? Kuna faida gani? Swala sio faida, ni kuishi. Ni kuishi, lakini kuishi kwa mpangilio. Lakini tunapoongelea viwanja kuna kitu ndio kusema tu kwa haraka ambacho watu wengi wafahamu. Kwa mujibu wa takwimu za sasa hivi, Dar es Salaam inapata wakazi wa kudumu kwa maana ya kuzaliwa na kuhamia na kufuata maisha ya Dar es Salaam kila siku watu 5600 kama na 17. 5617 kwa kila siku endayo kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu vyuo vingi viko hapa, ofisi nyingi ziko hapa, lakini watu wanazaliwa, vyuo vinatoa watu kila siku, ajira zinaongezeka. Na kuiangalia Kigamboni, kama Kigamboni ndio sehemu ambayo kwa sasa kwa Dar es Salaam ndio wilaya iliyobaki ambayo unaweza ukawa na mwendelezo huo. Lakini pia kubaki kwake, kuchelewa kwake kidogo kumesababisha watu pia wamekwenda na mabadiliko
na watu wameangalia huko duniani vitu vinaendaje. Kwa hiyo ndio sehemu, kwa mfano ukiongelea Buyuni City mradi ndio sehemu pekee ambayo unaweza ukapata eneo ambalo limepimwa, limetengenezwa vizuri, hakuna msongamano wa kwamba wewe una matakwa haya, una matamanio haya, alafu mbele yako labda kukaa kuna mtu amefanya kitu tofauti. Kwa hiyo kwa nini kununua viwanja? Ni kununua kwa maana ya kwamba kasi hii ya mabadiliko ya wakazi wanapokuja Dar es Salaam ni sababu namba moja, kwa sababu baada ya miaka 5-10 utapata eneo, itabidi sasa uende labda nje ya mji sana au mkoani. Lakini pia kuwa na kiwanja Dar es Salaam sio swala la kuishi tu mwenyewe kwa maana ya makazi yako, lakini ni fursa ya biashara. Hii yenyewe Buyuni tunayoongelea kule kuna viwanda vitatu vikubwa vimeanzishwa ambavyo vinategemea kuwa na wafanyakazi sio chini ya 20 na wale ambao ni executive ambao tunasema ni watendaji moja kwa moja ofisini sio chini ya 2000. Kwa hiyo fursa ni nyingi. Lakini pia ardhi tofauti na mali nyingine. Toka imeumbwa haijawahi kuongezeka. Sana wage inapungua kwenye maeneo ya bahari huko, na serikali sana inapunguza, labda kwamba sasa hapa tunafanya iwe eneo labda na mbuga za wanyama. Sana inapungua lakini haiongezeki. Magari unanunua leo, kuanzia ulipolinunua inaanza kushuka thamani. Ardhi toka mmiliki wa kwanza akiwa ni Adam mwenyewe alipopewa na Mungu haijawahi kupungua thamani, inazidi kupanda. Kwa hiyo ni wakati ni leo, waga sio kesho, sio kesho kutwa, ni sasa hivi, kwa sababu itakufaa leo, kesho na hata baadaye. Meneja Millard amezungumzia swala la hati, na tunavyo kwamba wengi wanapenda vitu vyao viwe salama. Nafikiri nayo hili unaweza kulizungumzia, viwanja vile vina usalama kiasi gani? Kama alivyosema kuhusu hati, utaratibu wa hati kwa wengi sana wanaofanya kama hicho tunachofanya sisi, kwenye utaratibu wa chini huko, wanakuuzia tu kiwanja, wanakuambia kiwanja chako kinatoka hapa hadi pale kwenda huko, lakini kupima, kufuatilia, kupata hiyo hati miliki unayosema ni jitihada zako mwenyewe tena uliyenunua. Sisi hiyo tumeitoa. Ile eneo ilikuwa ni awali kabisa, ilikuwa ni eneo tu, halijapangwa chochote. Sisi tukachukua kampuni tena yenye kuheshimika ya kimataifa, ndio ikachora ile mipango, inaitwa ramani ya mpango mji. Wizara ya Ardhi, Manispaa ya Mashauri ya Temeke wakati huo wakaja wakaridhika, ile michoro yote ikapita. Kwa hiyo tungetaka hata kuchukua hati ilikuwa tayari, ziko tayari, lakini kwa sababu sasa tunafanya biashara kwamba sasa tunauza, wewe mtu ukishamaliza kulipia kiwanja chako ndani ya siku 14, yani siku 14 za kazi unakuwa umepata hati yako, kwa sababu sisi kama Buyuni City kazi yetu ni kuwajulisha tu Wizara ya Ardhi kwamba kutokana na ramani ya mpango miji namba fulani, kiwanja namba fulani kinamilikiwa na bwana XYZ, kwa hiyo tunaomba hati yake itoe. Wakati nazungumza naye alitubainishia ukubwa wa eneo au ukubwa wa mradi, na akatubainishia kwamba viwanja vinatofautiana ukubwa, na viwanja vile vya mita 20 kwa 20 bila shaka kwamba tayari vimekwisha. Na pengine kuna mtazamaji, mwananchi ambaye anaona kwamba kiwango changu mimi ni kwenye hii 20 kwa 20. Kuna uwezekano au mpango wote ule kando na Buyuni mkaanzisha eneo jingine ili kwamba mwananchi huyu ambaye anatamani kumiliki ardhi aweze kupata fursa hiyo? Tuanze na hilo la kwanza. Ninachoweza kuwashauri wananchi, unajua sisi hasa sisi wa Tanzania tuna kila mtu kikawaida na vipaumbele vyake. Kwa hiyo mtu asiseme, ushauri wangu, mtu asiseme kama mimi uwezo wangu ulikuwa ni 20 kwa 20. Weka nia, punguza vitu ambavyo sio vya msingi, kwa sababu kama nilivyosema awali, ardhi thamani yake ni kubwa sana na haijawahi kushuka. Itakusaidia kimakazi, itakusaidia kibiashara, lakini pia itakusaidia kwenye taasisi za kifedha wakati una mawazo yako mengine ya kufanya vitu vingine. Kuhusiana na miradi mingine, sisi kampuni yetu inaitwa Buyuni City Properties Limited. Buyuni City ni mradi wetu wa kwanza na mkubwa wa namna hii. Ila sisi kwenye timu yetu watu kwa uzoefu tofauti wamefanya hizi shughuli sana. Mimi nina miaka zaidi ya
18 nadhani katika uzoefu wa kutosha. Baada ya kutoka kwenye benki, baada ya kufundisha chuo kikuu, hichi ni kitu nimekianza kufanya miaka mingi. Huyu ana uzoefu wa kumanage miradi muda mrefu sana. Kwa hiyo tulichofanya sisi tumekuja kuonyesha kwanza utofauti na pili kuambia Watanzania na kuwaonyesha kwamba sisi tunaweza kufanya vitu ambavyo watu waga wengine wanafikiri hatuwezi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mezani tuna miradi inayokuja zaidi ya 10 ambayo bado tunaiandaa kwenye mchakato. Kwa sababu tunataka hivi ni kwamba unapokuwa mzalendo, unapokuwa Mtanzania halisi, sio kila kitu kuachia serikali. Kwa hiyo na sisi kwa sababu biashara tunafanyia hapa, tunatumia nafasi yetu pia na sisi kutenda yale tunayozani ni sahihi katika kuifanya Tanzania iwe nzuri kwa wote. Kwa hiyo miradi iko mingi inakuja, na hata wakati mwingine akipata nafasi ataelezea. Lakini itakuwa miradi ya namna nyingi na sio Dar es Salaam ndio. Na ni kwa nini tunakwenda na sema. Tumpe dakika chache atuelezee namna ambavyo mmejiandaa. Amekutupia kijiti, utupe jinsi ambavyo mnajipanga katika siku zijazo. Katika siku zijazo jambo kuu ambalo akutaka zaidi sana, tumepata ofa mbalimbali pia. Yaani tukana mradi kama Buni City, kile tunataka eneo langu na ardhi yangu. Lakini sisi pia tuna baadhi ya halmashauri tunaanza mchakato wa kuongea nazo. Tunachofanya ni nini? Kama alichosema, kuisaidia serikali kwenye wananchi waishi makazi bora. Kwa hiyo tutapokea simu mbalimbali za kufanya ubia, kufanya kazi kwa ajili sio ile ya kawaida sana, tofauti. Lakini pia tunaenda si wenyewe kwa baadhi ya mashauri, tunakuongea nao kwa mawazo, na wengine tunawakaribisha hizo mashauri. Kwa katika siku zijazo tutegemee mambo mazuri kutoka Buyuni. Utasikia mengi. Kabla tujaenda kupumzika, tulitaka kufahamu ikiwa kuna changamoto zote zile ambazo mnakutana nazo, na pengine wito wenu kwa serikali, kwa sababu kila shughuli bila shaka ina changamoto zake, na serikali inapaswa kuwasaidia nini ili kwamba azma yenu ya kuisaidia wananchi wapate ardhi iweze kutimia. Nije kwako manager miradi. Mimi kama nilivyosema, tatizo kubwa lipo kwenye uelewa. Ndasisitiza shule kuhusiana na ardhi. Kama achosema mwenzangu, ardhi kesho kunapata thamani, haishiki thamani. Wanaelewa ni wangapi? Unakuta hata watu wengi tunapata au tupata simu, unaongea na mtu aelewi kuhusu ardhi, aelewi hivyo. Yeye anakuambia namba kilomita 10. Shilingi ngapi? Unatoa huyu aje na vipimo. Twende kwa swali lingine la pili. Utafanya kitu gani? Tunapata hati. Hiyo hati yenyewe sio unapiga hesabu zinagomba kabisa. Lakini kama usema kama anasema watu kama wao kupata fursa, kama sisi tupata fursa ya kusaidia kutoa elimu, unatoa unaona ile kwa zile elimu za msingi. Ndio kama tatizo mingine, kama mtu anajenga barabarani, hujamwambia katoka huko, kuna ile eneo liko wazi, kashusha mzigo wake. Kuna wengine wale ndio huo, tuwasaidie. Kwa na sisi sasa elimu itolewe kwenye media, kwenye vyombo vya habari, msaidie serikali pia. Kabla ya taarifa ya habari, tupate kazi dogo tu kwamba usifanye hiki, fanye hiki au miki kitu kipimo. Kingine ni tukutana na biashara Busia. Ngoja ni mheshimu zangu anza kumalizia kwenye hilo. Mimi baki kwenye elimu tu hapo. Elimu itolewe. Yaani ndio msingi wangu ukae hapo. Watu wana elimu ndio sana kuhusu na ardhi. Naomba tumsaidie serikali kwenye hilo. Asante sana. Evans, amesema kuna jambo ambalo unaweza kuongezea katika changamoto hizi. Karibu. Mimi bahati mbaya sio muumini sana wa changamoto. Basi nazionaga tu kama ni mambo tu ambayo yanaweza yakafanywa kazi. Na kama ni mambo ambayo yanaweza yakafanywa kazi, kwa hiyo nitaongea tu vitu ambavyo nafikiri ni vinaweza vikasaidia kwa namna yote. Unajua ardhi ni sekta mtambuka. Kuna vitu vingi vinahusika. Kwa mfano tukiongelea kama Buyuni, pale unamhusisha afisa mpango miji, unamhusisha mkandarasi wa barabara, unamhusisha mkandarasi wa umeme ambaye ni TANESCO, utahusisha mkandarasi wa maji. Kwa hiyo kuna watu wengi wanahusika pale, na asilimia zaidi ya 75 ni taasisi na idara na wizara za serikali. Sasa mimi nitaisema kama wito.
kwamba tunapokuwa tunajaribu kufanya maendeleo kwa sisi wote kama Watanzania, basi kila mtu kwa nafasi yake ajaribu kuacha urasimu sana. Urasimu. Kitu kimekaa vizuri, kimenyooka, kinatakiwa hivi. Tupeane support kwa pamoja ili vitu vikamilike, kwa sababu kitu kinapoisha kwa wakati maana yake unatoa nafasi na miradi mingine inapokwenda. Na mradi kama Buyuni kwa mfano umeajiri watu wengi sana. Kila mtu kwa namna yake. Masurveyor, macontractor, sijui watu wa TANESCO, sijui vibarua, sijui watu wa mapping, watu wengi. Sasa ukiwa kwa mfano kwenye mwaka mmoja una miradi ile 3-4, unakuwa umechangia vitu vingi kwa maana ya kodi, ajira na kwa watu wengine. Kwa hiyo kwangu mimi hivyo nadhani ni kwamba kila mtu kwenye nafasi yake atimize wajibu wake. Lingine ni kubwa kama alivyosema, kwa namna moja au nyingine Watanzania bado kabisa hawaelewi kuhusu ardhi. Sasa wito kwa Watanzania ni kwamba sisi wenyewe tujenge tabia ya kuhangaika na vitu vya maana. Sasa hivi watu wengi wana simu janja hizi tunaziita. Kwa sasa hivi Tanzania ilipofika kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia, kupata taarifa ni maamuzi binafsi. Sasa unataka taarifa zako zipi, hiyo ni kitu ambacho hamna mtu anaweza kukuingilia. Lakini ukiingia Wizara ya Ardhi wana wavuti, ukienda taarifa zote ukitaka kuhusu ardhi unazipata. Kwa mfano kuna swali ambalo nadhani sijui ameliongelea. Simu nyingi mtu anakuambia mita ya mraba ni nini, mita ya mraba ni nini. Hajui. Wakati ile ni elimu ya darasa la 3, elimu ya maumbo. Umeona? Urefu mara upana unapata ukubwa wa eneo. Kwa hiyo tujitahidi wa Tanzania tuondoke kwenye tabia ya kuwa na ushabiki wa vitu ambavyo hatuvihitaji. Kupata muda vitu unasikia kila siku Buyuni City viwanja vimewekewa vitu vyote. Chukua muda wako. Chukua muda wako. Fika, pata elimu. Kwa sababu pale ununui tu kiwanja. Unanunua fursa. Kwa sababu sisi tunakupeleka kwenye eneo la mradi, tunakuelezea mpaka fursa ambazo zimepatikana pale. Ametueleza kwamba kuna fursa za biashara, huduma za jamii kama unahitaji kuanzisha shule, hospitali pia, na kwa jinsi ambavyo tunaona kwamba katika miaka ijayo utajikuta Kigamboni ni kama posta, maana watu wengi wanakimbilia kule kwa sababu kuna maeneo. Mawasiliano yenu ikiwa mtu anahitaji kuwapata ni yapi? Kuna namna nyingi. Ya kwanza ni kwamba unaweza ukatupata kwa kufika ofisini kwetu. Ofisi zetu ziko Kigamboni. Kuna eneo linaitwa Kibada Shangwe. Sasa hapo Shangwe kuna ghorofa moja refu, kwa maana ya kwenda refu kwa sio kwa kwenda juu, kwa upana. Linaitwa Shangwe Complex. Sasa sisi tuko pale ground floor. Amala unaweza kutupata kwa namba za simu 0762 223377 au 0778 84 44 04. Nitazirudia namba hizi mtazamaji na msikilizaji kwa faida yako. Ya kwanza ni 076222 3377 0762223377. Namba nyingine ni 0778 844404. Ndizo namba ambazo unaweza kuwapata hawa, ambaye ni Evans Ngoli ambaye ni CEO mwanzilishi wa mradi wa Buyuni City Properties Limited, pamoja na Shumbusho Kaijanaite meneja wa mradi. Uweze kuwasiliana nao ikiwa unahitaji kiwanja basi au elimu ya umiliki wa viwanja, basi bila shaka watakuwa tayari kuweza kuhudumia. Na tunazidi kutoa wito kwamba tuwe na utamaduni wa kupata elimu juu ya umiliki wa ardhi, kwa sababu ardhi thamani yake inapanda kila itwapo leo. Neno la mwisho wa kuhitimisha ni wape fursa kila moja kwa dakika moja. Mimi nitoe wito, narudia tu, mimi kwangu ni elimu. Elimu, naomba vyombo vya habari visaidie serikali ili wananchi wapate elimu kuhusiana na ardhi. Na mtu jitahidi usiishi sehemu ambayo haijapimwa. Kama sio imepimwa, kwako ni amani. Usiuziwe kiwanja sehemu ambayo haijapimwa. Nenda mipango miji wakupe
mpango mmoja unasemaje kuhusu eneo la kununua? Elimu naishi hapo. Mimi ninachosema ni kwamba kuona ni kuamini. Toka Tanzania imekuwepo duniani hakujawahi kuwa na mradi kama huu. Kwa hiyo watu wasiishie tu kuhadisiana na kuona au kusikia kwenye vyombo vya habari. Namba umeshazitoa, anwani ya ofisi kwa maana ya ilipo tumeshatoa. Watu wafike, waone mradi kweli, afike kwenye kiwanja, aseme kweli kiwanja kinatoa maji, aone kweli taa inawaka, aone kweli umeme huko pale, afanye maamuzi akiwa na taarifa za kusikia na kuona. Sasa mimi niwashukuru. Bila shaka nami nikipata nafasi nitakuja kuwatembelea ili niwe mashuhuda, siwe mtu wa kuambiwa. Asante sana mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kupitia Mlimani Radio kwa masafa ya FM 106.5. Hatuna la ziada katika kipengele cha Jahara kwa siku ya leo. Niseme asante na tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Jina langu ni Damian Mnyikwa.